unaweza ukasema kwamba ni vigumu kutembea katika huo mlango au kuingia katika huo mlango, lakini unachopaswa kufanya, ujitahidi. Ujitahidi katika kuingia huo mlango, kwa sababu utajipatia uzima tele. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Yohana, kuna mahali panazungumzia, hebu tupasome Yohana 14 mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6. Amen. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba mimi ndime njia ya kweli. Kwa hiyo Yesu ndiye njia ya kweli ambayo tunatakiwa kuingia ndani mwake. Maana maandiko yanasema kwamba ingeni kupitia mlango ambao ni mwembamba, maana hii njia ni njia ambayo ina uzima, na hii njia ni njia ambayo ya kweli. Maana ukisoma maandiko yanasema kwamba Yesu ndiye njia ya kweli. Hii njia ambayo naizungumzia mahali hapa, hii njia ambayo inaokoa wanadamu ni njia ya kweli ambayo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli. Na anasema, anatuambia kwamba tuingie kupitia kwake. Maana mtu hawezi kufika kwa Baba pasipo kupitia kwake. Mtu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu pasipo kupitia kwa Yesu Kristo, ambaye alipigwa majeruhi kwa ajili yako, ambaye aliweza kuteswa kwa ajili yako. Ndiye ambaye ni njia ambayo ni sahihi, ambayo tunatakiwa kuipitia. Ndiyo njia ambayo ni sawa, ambayo tunatakiwa kuifuata. Ndiyo njia ambayo ni sahihi, tunatakiwa kuifuata, kwa sababu hii njia, Yesu anasema kwamba tuweze kupitia hii njia, maana hii njia ndio ambayo inatufikisha kwa Baba. Endelea msomaji. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, lakini kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Filipo. Yule mtu ametembea na Yesu, lakini alikuwa ni mtu ambaye haamini ya kuwa Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba bali kwa Yesu Kristo. Anaamini, anamuuliza Yesu maswali ya kwamba tuonyeshe Baba, kwa sababu alikuwa bado hajajua njia ya kweli ni ipi. Bado alikuwa hajajua njia ambayo ni sahihi. Bado alikuwa hajajua njia ambayo anapaswa kuiendea. Bado alikuwa hajajua njia ambayo anatakiwa kuiendea. Lakini maandiko yanasema njia ya kweli ni Yesu Kristo. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kuingia kwa Baba pasipo yeye. Mtu hawezi kuingia katika ufalme wa mbingu pasipo yeye. Kwa hiyo hata wewe katika siku ya leo usiwe kama Filipo. Sio Filipo ambaye unamfahamu wewe. Wa kwenye Biblia hapa. Kwa hiyo alikuwa amini kabisa, pamoja na mtu mmoja anaitwa Thomas. Na yeye vile alikuwa amini njia ya kweli na uzima ni ipi. Ukisoma maandiko yanazungumza kwa habari ya Thomaso. Pindi Yesu anakaribia kukaa kwenda mbinguni, hata Yesu aliporudi, Thomaso hakuwepo. Napo alikuwa haamini ya kwamba Yesu ameweza kuwatokea wanafunzi wake. Alikuwa haamini. Lakini ukisoma maandiko yanazungumza au yanamwangalia kwa habari ya huyu mtu anayeitwa Thomaso. Maandiko yanasema kwamba kuna sehemu maandiko yanasema kwamba Thomaso anamwambia Bwana kuwa sisi hatujui tuendako. Na je, tujuaje njia? Thomaso hajui ya kuwa
Bwana anaenda wapi? Ajui. Na njia tunaijuaje? Anasema ya kwamba njia tutaijuaje? Lakini maandiko yanasema kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Ametembea na Yesu, lakini hajui ya kuwa Yesu ndiye njia. Hata wewe kuna wakati ambapo unaweza ukatembea, unaweza kuwepo kanisani, lakini hujui njia ya kweli. Kama Tomaso, hujui njia ambayo unapaswa kuiendea. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo jitahidi kuingia au kupitia katika mlango au kufuata njia hii ambayo ni njia ya Yesu Kristo. Kuna wakati ambapo zitakujilia njia za udanganyifu. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 119, maandiko yanazungumza kwamba uniondolee njia ya uongo, uninemeshe kwa sheria yako. Mtumishi wa Mungu anazungumza kwa habari kwamba Bwana muondolee njia ya uongo, kwa sababu hii njia ni njia ya udanganyifu ambayo inampelekea mtu kuelekea sehemu ambapo ni yapotevu, inampelekea mtu kuelekea sehemu ambayo ni mbaya. Kwa hiyo anazungumza kwa habari kwamba aweze kumuondolea hii njia ya uongo ili asiweze kuingia katika sehemu ya upotevu, ili aweze kutembea katika njia ambayo ni sahihi, ili aweze kuingia katika njia ambayo ni nyembamba, na mwisho wa siku aweze kupata uzima tele, kwa sababu ndani mwake umo uzima tele. Kwa hiyo kuna faida ambazo unaweza kuzipata kwa kupitia hii njia au kupitia hii njia ambayo ni Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Zekaria utakutana na maandiko yanazungumza ya kwamba Bwana anazungumza kwamba ukienda katika hii njia ndani mwake kuna uzima tele, maana ya kwamba ndani mwake una uzima. Na ndio maana tunashauriwa kuweza kutembea katika hii njia, kwa sababu umo uzima tele. Ndani ya hii njia tutapata manufaa, ndani ya hii njia tutapata uzima tele. Kupitia huu mstari, ndani ya hii njia tutapata uzima. Ndani ya hii njia tutaweza kupata amani katikati ya maisha yetu, hata kama majaribu yatakuja asikutishe. Lakini wewe piga leo kwenda na usiwe kuwa Yesu ndiye njia ya kweli na uzima, kwa sababu umo ndani mwake lazima utavuka, kwa sababu umo katika njia ya kweli, na wala hawezi kupeleka sehemu ambapo sio haistahili, wala hawezi kupeleka sehemu ambapo hapastahili, kwa sababu ni njia ambayo imenyoka na njia ambayo ina uzima tele. Naye aliongozaye au dereva yake ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hawezaje kutembea ikiwa anayeongoza ndiye Yesu Kristo?